Katika kikao cha bunge kilichofanyika hii leo bungeni, Musa Zungu Gambo ameibua hisia kali za mijadala mizito baada ya kusimama kidete kutetea maslahi ya wenye viti wa mitaa nchini. Katika hotuba yake iliyojaa hisia na uzalendo, Gambo ameeleza kwa uchungu hali ngumu wanayopitia viongozi hawa wa ngazi za chini licha ya mchakato wao mkubwa katika kuijenga jamii ambayo inawazunguka. Gambo amesisitiza kuwa ni aibu kwa taifa kuendelea kuwanyanyasa viongozi wa mitaa, kuwatumia bila malipo ya stahiki. Akieleza kuwa wengi wao wanafanya kazi usiku na mchana katika kuhakikisha amani, usalama na maendeleo vinaimarika kwenye maeneo yao. Hawa watu wanafanya kazi kama watumwa bila hata posho ya kujikimu. Gambo alichokuwa anakisema akiwatetea viongozi wa serikali ya mitaa kutokana na kile ambacho wamekuwa wanakifanya lakini malipo yao yamekuwa ni madogo sana. Ndivyo Gambo aliendelea akasema kwamba alionekana akimlilia waziri wa TAMISEMI kuchukua hatua za haraka na kuwasilisha bajeti inayowatambua rasmi wenye viti hao kama watumishi wa umma wanaostahili malipo ya kila mwezi. Wananchi wengine wamepokea hoja ya Gambo kwa mikono miwili, wakisema kuwa huu ni muda mwafaka wa kutendea haki viongozi wa mitaa ambao mara nyingi wamekuwa hawapewi stahiki husika kama viongozi wengine jinsi ambavyo wanakuwa wanapata, licha ya kuwa ni kiungo muhimu katika serikali na wananchi. Je, serikali itachukua hatua yoyote kutokana na hiki ambacho mbunge wa Arusha mjini Gambo alichokisema kuhusiana na namna ambavyo viongozi wa serikali za mitaa inabidi wapewe heshima kama jinsi ambavyo viongozi wengine kama wabunge, mawaziri, wakuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, jinsi ambavyo wanavyokuwa wanapewa posho mwisho wa mwezi au katikati ya wiki? Kuna baadhi ya posho ambazo kwa mujibu wa Gambo wanakuwa wanazipata. Basi hata wao viongozi wengine wa serikali ya mitaa ambao wamekuwa ni kiungo muhimu kati ya wananchi pamoja na serikali, kuwafikishia zile kero, kwa sababu mwenyekiti wa mtaa mmoja kati ya watu ambao wanajua matatizo husika ambayo yanapatikana katika mtaa husika ndio watu ambao wanawasilisha matatizo, kwa sababu kuna baadhi ya ripoti ambazo viongozi hao wanakuwa wanaziandika na wanazipeleka serikali kuu au kwenye serikali ambao wenyewe wapo TAMISEMI. Vile kadhia na yale matatizo ambayo wanakuwa wanayapata wananchi katika mitaa husika au katika kijiji husika, basi wanakuwa wanapata moja kwa moja. Lakini malipo na jinsi ambavyo wamekuwa wanatreatiwa imekuwa ni tofauti na jinsi ambavyo watu wengi wamekuwa wanawajengea zile mawazo ya kusema kwamba viongozi au wenyekiti wamekuwa ni watu ambao kuna baadhi ya mshahara ambao wanaupata kutoka serikalini, lakini imekuwa ni si ndivyo sivyo, kutokana na hiki ambacho Gambo amekiwasilisha bungeni baada ya kuona kwamba kwa nini viongozi wa serikali za mitaa wamekuwa hawapewi heshima kama jinsi ambavyo viongozi wengine wamekuwa wanapewa ile heshima wanavyostahili kuipata. Ndivyo ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa YouTube, tunatumia Kambau TV, na kama hujasubscribe channel yetu Kambau TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka huko ndani. Lakini pia usisahau kumfollow Mr. InfoJBiz kwenye ukurasa wake wa Instagram, tunatumia kama hivyo. Lakini pia usisahau kutufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia Kambau TV. Ciao.